Mungu akaandika ile maneno yale aliandikanga mwanzo. Wakati sasa anashuka kwa wana wa Israeli, alipasuanga tena zile mbao. Zile mbao zilikuwa zimeandikwa nini? Anza sasa twende. Lakini uasherati usitaje kwenu kwa kamwe. Mambo ya uasherati ilikuwa imeandikwa kwa zile mbao. Sasa ile mambo ya uasherati isitajwe kwenu, usikuwe msherati. Wala uchafu wote wa kutamani. Wala uchafu wote, usikuwe mtu wa kutamani. Kama iwastahilivyo watakatifu. Kama kuwa mtakatifu. Ndio kwa sababu unasikia wanasema hakuna aliye mtakatifu duniani. Wale waovu ndio wanasemanga vile. Watu wenyewe wanapenda kutenda dhambi, kufanya uovu, ndio wanasema mambo, wanasema hakuna aliye mtakatifu duniani. Sasa kazi ya mitume ni kufanya nini? Kazi ya mapasta ni kazi yao gani sasa? Faida ni nini? Kuongoza watu wafanye nini? Kuwa watakatifu. So, uchafu usitaje kweli, usiwe mchafu. Ndio Mungu akaambia Musa, enda utakase wana wa Israeli, uwaambie wafue mavazi yao mpaka siku ya 3 wakoe wasafi. Soma. Wala aibu wala maneno ya upuzi wala aibu isipatikane kwenu, wala maneno ya ubishi na upuzi. Soma. Hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Hayapendezi, shukuru Mungu. Kama Mungu anakutendea mema, shukuru. Kwa mabaya yote leo unapitia, wewe shukuru tu Mungu. Twende. Maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba ndio hakuna msherati wala mchafu wala mwenye tamaa. Hakuna mtu msherati wala mchafu wala mwenye tamaa, wala mwenye. Ukiwa na tamaa hautarithi ufalme wa mbinguni. Hautarithi ile Kanaani yenyewe tulikuwa tunaongelelea. Ukiwa mtenda dhambi hautarithi Kanaani. Ukiwa msherati hautarithi ufalme, hautauona hata kwa macho. Kwa sababu tulisema ya kama Mungu anakutoa Misri, achana na mambo ya Misri kule. Fuata mambo yenyewe utapata kwa njia. Yenyewe tunakuambia usikuwe msherati, usikuwe mchafu, usikuwe mtu mwenye tamaa. Ndiye mwabudu sanamu. Usiabudu sanamu kama vile wana wa Israeli walifika jangwani wakaanza kuabudu sanamu. Wakatengeneza ndama ndio ile sanamu, wakaanza kuiabudu. Usiabudu sanamu. Ile ndio makosa yenyewe wana wa Israeli walimfanyianga Mungu. Twende. Aliye na urithi katika ufalme wa Kristo. Hauwezi kuwa na urithi katika ufalme wa Kristo, katika ufalme wa mbingu. So, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo. Sasa mtu asije akawadanganya kwa maneno. Ndio kusema nikakwambia kama Mungu anatuma mtu akuongoze, chunguza sana yule mtu vizuri. Nikakwambia Haruni hakujituma mwenyewe, wala hakujiweka pale mwenyewe. Mungu ndiye alimchagua kusudi wasaidiane na nani? Na Musa kazi. Lakini unaona Haruni anatengenezea wana wa Israeli ndama. So mtu asije akakudanganya kwa maneno yake. So, kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana. Hasira ya Mungu sije ikakuwakia. Kwa sababu hasira ya Mungu huwakia wana wa uasi. Uasi ni nini? Kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kama Mungu anasema usifanye hivi na wewe unafanya, usifanye hivi na wewe unafanya, unakuwa muasi. So hasira ya Mungu lazima tu itakuwakia. Mungu anachukia kitu yenyewe inaitwa nini? Uasi. Aliichukia tangia wakati uasi ilianza kuonekana wapi? Kwa ufalme wake mbinguni. Wakati shetani alianza kujilinganisha na kutaka kunyakua ufalme wa Mungu, uasi ulionekana pale. Mungu akachukianga kitu yenyewe inaitwa uasi. Na uasi ni kinyume ya mambo yote yenyewe Mungu anasema fanya hivi na wewe unafanya hivi, au usifanye hivi na wewe unafanya hivi. Soma papa. 7 inasema, basi msishirikane nao kwa maana. Msishirikiane na wao. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Kwa sababu zamani mlikuwa giza kule Misri. Hamuko mnaona mwanga, hamuko mnaona mwangaza. Mlikuwa ndani ya Misri, ndani ya utumwa. Basi sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Sasa mshakuwa wana wa nuru, mshapata hii njia, nishaanza kuwaongoza. Neno la Mungu ndio hili, ndio taa iwamulikie. Simfuate sasa mapenzi ya Mungu, mtende mapenzi ya Mungu, muachane na ubaya, muachane na dhambi, muachane na uovu. Nendeni kama watoto wa nuru. Kama tutasimama na utakatifu, tukiwa watu 5, watu 10, tutaomba Mungu na Mungu atatusikia vizuri sana. Mungu atatusikia kama tutaachana na ubaya sisi wote na tutende mapenzi ya Mungu, tukiwa watakatifu. So, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Walisema uchafu wote usitaje kwenu, wala tamaa, wala uasherati.
Soma Wagalatia 5:15. Wagalatia 5:15. Ndio. Na utarudia pale kwa Efeso tu bado. Wagalatia 5:15 nasema, lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Rudia tena. Lakini mkiumana. Lakini kama mnapata mko bali mnaumana na kukulana, angalieni msije mkaangamizana. Muangalie msije mkaangamizana. Juu watu wanakulananga wenyewe kwa wenyewe, wanaumana wenyewe kwa wenyewe, huyu alisema, huyu alisema, huyu alifanya, msije mkaangamizana. So, basi nasema nendeni kwa roho, wala hamtatimiza kama tamaa za mwili. Ndio kwa sababu wakasema pale kwa Efeso, usikuwe mtu wa kutamani. Kwa sababu mtu mwenye anatamani hawezi kuwa na urithi katika ufalme wa Kristo. So, kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho. Mwili utamani, mwili inashindananga tu na roho kila siku. Mwili inataka, roho haitaki. Na roho inataka hivi, mwili haitaki. So tunabaki tu kushindana. Mwili inataka hivi na roho inataka hivi. Naye roho inataka hivi, naye mwili inataka hivi. So wewe mwenyewe ndio unabaki pale unahangaika. Mwili inakutuma kwa tamaa, roho inakuambia usitende, unasikia umetenda. Unakosana na Mungu. Mungu anakupiga tena. Roho inataka kuabudu Mungu. Roho inataka kufuata kanisa. Roho inataka kufuata mafundisho. Mwili inakusukuma hapana. Usifanye hivi, hebu ufanye hivi leo ili kwenda kwa ufanye hivi leo. Mwili inashindana tu na roho. Unapata haujakusanyika. Soma papa. Kwa maana hizi zimepindana zimepindana tangia mwanzo. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Si ndio? Wewe unataka kufanya hivi, unataka kuabudu Mungu, unataka uombange Mungu, lakini mwili haitaki vile. Mwili inataka tu ifurahie mambo ya dunia. Soma, lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Ndio. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Kuna matendo ya mwili ndio usitamani. Twende. Ndio ile mambo yenyewe iliandikwa wapi? Kwa mbao. Zile mbao mbili. Ile mambo inapatikana ndani mwake. Twende. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili yenyewe inafanyanga mwili inaanza kushindana na roho. Ndio haya. Yataje? Uasherati tushataja kule kwa Efeso. Kwanza ile ndio wanaanza tu nayo kwanza. Uasherati, usikuwe msherati. Uchafu pia wale kwa Waefeso walitaja. Walisema usitamani, wala usikuwe msherati, wala uchafu usionekane kwako. Ndio tunaanza tena kwa Wagalatia. Kumbe ni Matendo 15. Matendo ya mwili yenye inasukuma Israeli kumwasi nayo Mungu. Ufisadi, wewe mfisadi. Usikuwe mfisadi, usinyanyase watu. Ibada ya sanamu. Usiache kuabudu sanamu kama vile Israeli waliabudu sanamu. Waliabudu mchongo ya ng'ombe, ndama kwanza. Usiabudu sanamu. Twende. Uasherati. Samahani. Ndio. Uchawi. Nani mwenyewe ni mchawi hapa? Kwanza atuambie. Nani mchawi? Tumusaidie. Usikuwe mchawi usionekane kwenu. Twende. Uadui. Mimi nawazia kama uadui. Wewe uadui. Unafanyaje uadui na mtu mwenzako? Hapa tunafundishananga watu wapendane. Wewe kama uko na adui wako unamfanyia nini? Kwa nini unakuwa na adui? Kama unakuwa na adui wewe jua wewe ni mtu wa nani? Wa Ibilisi. Kwa sababu Ibilisi ndio adui wa kila mtu. Adui wa mema ndio Ibilisi. So kama unakuwa na uadui na mtu, kwa nini uko na uadui na mtu? Tengeneza urafiki na watu. Pendana na watu, kaa na watu vizuri. Amina. Tuko pamoja kweli. Twende papa. Wivu. Hiyo ndio sasa inasumbua sana. Unapata mtu ako tu na wivu na mtu mwenzake. Alifanyana. Anajifanyana. Ukisikia mtu kama anaanza kuongea vile tu ako na sasa wivu inakutokea kwa nini? Wewe uko na maisha yako, huyo ako na maisha yake. Huyo ako na nyumba yake, huyo ako na nyumba yake. Wewe uko na mambo yako, huyo ako na mambo yake. Ya huyu inakuhusu nini? Ya huyu inakuhusu nini? Shughulika na mambo yako, acha wivu. Wivu ni ya nini? Omba tu Mungu akutengenezee njia yako, mambo yako ikuwe sawa. Achana na maisha ya watu. Ndio kwa sababu tunasemanga hivi. Usifuatilie sana maisha ya watu. Kwa sababu kwa kufuatilia sana maisha ya watu, ndio inakuletea wivu.
Oh, alifanya hivi. Unaanza kujiuliza kwa nini alifanya hivi na mimi mbona nisifanye hivi? Kwa nini papa? Uzushi. Watu wa kuzusha zushi. Fujo. Kaneno kadogo tu ushatoa fujo. Kaneno kadogo ushakasirika, ushalipuka. Fujo, unazusha. Unaambiwa hivi, wewe unazusha hivi. Unaambiwa hivi. Kwa mtu mtaratibu, mtu mpole, mtu wa kuelewa. Soma. Ulevi, usikuwe mlevi. Na mambo yanayofanana na hayo. Usikuwe mlevi kwenda tu kila mara tu ni kukula tu. Lakini ukumbuke kukula kwenyewe tunaongelelea si kukula tu. Amina. Sasa ulafi na mambo ya Mungu itakusaidia hadi sasa. Lakini kumbuka pia ile ulafi ya kawaida tu inaweza kuingiza katika ubaya. Juu unaweza enda ukule vitu zenyewe zimewekwa madawa. Naenda unakula, kumbe walikuwa wamewekea mtu mwingine sumu. Juu ya ulafi wako unaingia pale. Juu unapenda kukula sana huko na ulafi. Unachukua sumu ya mwenzako unakula, yanapona, wewe unafanya nini? Unakufa. Juu ya nini ya ulafi? Mwili na roho, lakini twende. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ndio ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo, watu wenyewe wanatenda mambo ya jinsi hiyo pale kwa Efeso ulikuambia, kama uasherati unatajwa kweli, uchafu unaonekana kweli, na kuabudu sanamu, hauwezi rithi ufalme wa Kristo, ufalme wa mbinguni. Sasa tusikia pale kwa Wagalatia wanasema aje mwishoni. Lakini tunda la Roho ni upendo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ndio ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi. Ndio vile hawezi rithi ufalme wa mbinguni. Wagalatia wanawaambia na Waefeso wanawaambia, lakini ni nyinyi Waisraeli mnaambia hamwezi rithi ufalme wa mbinguni.